Karibu sana mtazamaji kwenye channel hii ya Hisia Halisi. Nakuletea mada inayosema mpenzi amekuacha sio kwa sababu hakupendi, bali kwa sababu gharama za kuendeleza uhusiano huo ni kubwa kuliko anavyoweza kutoa. Hivyo kwa usalama wake, kwa maisha yake mwenyewe, lazima ajinasue. Ni sawasawa na kiti cha miguu mitatu. Mguu mmoja ukivunjika, huwezi ukakalia tena, unakikwepa. Sawa? Kwa hiyo uhusiano uliomo una miguu mitatu. Sasa usipojua jinsi ya kuendelea kuiongezea nguvu hii miguu, kuna mahali utaonekana kwamba hautoshelezi. Sasa shida iliyopo ni kwamba mwenzio hata kuambia. Sasa ningependa nikwambie hivi, uhusiano unaanza vizuri sana, unakuwa mtamu sana. Uhusiano sio lazima wa kikazi, wa kimapenzi, unaweza kuwa kazini vile vile. Mtu uko kazini, sawa, uko kazini unafanya kazi, wenzio unaweza kuwa ni bosi wako au nani. Sawa? Umeanza kazi pale, kila mtu anakuona, Frankie, Jennifer, Frankie, Jennifer, lakini baada ya muda fulani unajikuta kwamba hapo hapo ofisini una maadui na una marafiki. Inakuwaje? Sio kwamba watu hawakutaki, ila wanaona gharama ya kuwa karibu na wewe ni kubwa, wanakuacha. Sasa shida iliyopo ni kwamba mfumo wa fahamu katika mwili wa mwenzio unatengeneza kumbukumbu ya yale ambayo unayafanya au yafanyi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ulipaswa uyafanye hukuyafanya. Kuna mambo ambayo ulipaswa uyaseme hukuyasema. Mwenzio amerekodi, anaweza akaitafsiri kwamba ni dharau au ni kutokujali. Na Biblia inasema kwamba ni kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 kwamba lolote lilo jema mtu ambayo analijua lakini asilifanye, kwake huyo ni dhambi. Hiyo ni Yakobo 4:17. Kwa hiyo ukijua kwamba kumtamkia mpenzi wako nakupenda ni jambo la muhimu, alafu usimtamkie, unafanya dhambi. Na hii dhambi itaua uhusiano wenu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Unaona bwana? Naomba sikiliza. Naomba vizuri sana. Siko hapa kuhubiri, lakini nataka nikueleze principle ambazo ziko kwenye sayansi lakini zinaingia mpaka kwenye Biblia. Hii ni principles ziko sasa. Niingie kwenye sayansi sasa. Kama nilivyozungumza video zilizotangulia, ni kwamba mwanadamu ana akili mbili. Kuna akili ya kichoni ambayo unaweza kuitawala na akili ya moyoni ambayo huwezi kuitawala. Akili ya moyoni imerekodiwa kwenye Biblia kwamba ipo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 35. Na mwaka 2012 wanasayansi waligundua kwamba mwanadamu ana akili mbili. Ni 2012. Sasa ninachosema ni kwamba kilichosababisha nilete mada hii ni mdada ambaye amekuwa anachepusha mume wa mtu. Mdada ambaye ndoa yake ilikufa, na ni hakika kabisa makosa yalikuwa ni kwa mwanaume. Huyu mwanamke ana kazi nzuri, ana mshahara nzuri, anaishi kwenye nyumba nzuri, ana gari mbili. Ninachokizungumza ni kwamba amepata mchepuko ambaye ni mume wa mtu na wako ofisi moja. Sawa? Alafu huyu mama ni bosi wa huyu kaka. Sasa nilimsaidia huyu dada miaka kama 7-8 iliyopita. Mahusiano yakawa mazuri kweli. Sasa leo kanipigia simu saa 7. Na rekodi video hii ni saa 3 za usiku. Naomba unisikilize. Ni kwamba sio kwa sababu mpenzi wako yuko kimya, anafurahishwa na kila unalolisema na kila unalolifanya. Sio kwa sababu mpenzi wako yuko kimya, anafurahishwa na lile ambalo ulisemi au lile ambalo ulifanyi. Kwa mfano, Biblia inazungumza kama ilivyozungumza kwamba kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 kwamba lolote lilo jema ambalo mtu anajua anapaswa kulifanya lakini asilifanye, kwake huyo ni dhambi. Yakobo 4:17.
Sasa iwapo wewe unajua kwamba kumtamkia mkeo na kupenda mara kwa mara ni kitu kizuri, lakini ufanyi, unafanya dhambi, na mshahara wa dhambi Biblia inasema kwamba ni mauti. Uhusiano wako utakufa. Sasa ndio hii kesi ya huyu dada, uhusiano wake unaendelea kufa. Huyu mwanaume anamwambia nakupenda, sitaki kukuacha, lakini amepunguza mawasiliano, amepunguza kumhitaji kwa ajili ya tendo la ndoa. Sasa huyu dada anajiona yeye yuko safi kabisa, hana makosa. Naomba nisikilize hapo. Nimeongea naye zaidi ya nusu saa. Sawa, anasema anampenda. Nimemwambia afadhali tuachane, lakini bado nampenda dokta. Na bado nampenda kwa sababu naona tunaendana katika maeneo mengi sana. Sasa bado nampenda. Kwa hiyo nakupa picha, wewe ni mke wa mtu. Inawezekana mume wako anachepuka, hujui. Wewe ni mume wa mtu. Inawezekana mke wako anachepuka, hujui. Kuna vitu ambavyo vimesababisha mwenzio achepuke, lakini hujui. Naomba nisikilize. Narudia tena hii point. Mtu hakuachi kwa sababu hakupendi. Anakuacha kwa sababu gharama za kuendeleza uhusiano huo ni kubwa kuliko anavyoweza kuzitoa. Naomba nisikilize. Pale unaposhindwa kuonyesha unamthamini mwenzio, unamjali, unamheshimu na unajivunia, anaweza kuwa amelinoti hilo jambo lakini hajakuambia. Kwa hiyo linaingia kwenye akili ya moyoni. Akili ya moyoni ina nguvu kuliko akili ya kwenye kichwa. Sasa akili ya moyoni inakuona kwamba wewe ni mtu hatari. Kwa hiyo ni swala la survival, swala la kuwa hai. Yesu aliposema kwamba kwenye kitabu yule Mungu anaitwa Yesu akazungumza kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10 kwamba kuwa mwaminifu hadi kufa nami nitakupa taji ya uzima. Sasa kwa mtu ambaye hamfuati huyu Mungu Yesu, Mungu aitwaye Yesu, kuacha ni rahisi sana. Sasa wewe unaweza kuona uhusiano uko shwari, lakini napenda nikwambie kwamba kuna kitu kinaendelea ndani ya moyo wa mwenzio, hujui. Sasa huyu dada nimeongea naye. Baadaye mweza kuongea, tumeweka appointment tukutane Jumamosi, tuweze kuliongelea hili swala kwa kina. Kwa sababu nimemwambia hivi, unahitaji kuupdate mahusiano yako. Usitegemee yale ambayo yalisababisha upendwe miaka 7 iliyopita ndio hayo yatasababisha upendwe mwaka huu. Sawa? Kwa hiyo namwambia unahitaji kuupdate. Sasa kuna hujui jinsi ya kuupdate uhusiano wako. Ndio hiyo imekuponza mpaka mapenzi yamepungua. Sasa basi, nikamwambia bwana, nimeongea na wewe, naomba unalipa shilingi. Na yule mama anazo hela, naomba unalipa shilingi 10,000. Alafu kwa sababu ya muda ambao nimekaa kuongea na wewe, nimeacha kufikiria mambo yangu na kuongea na wewe. Kata simu hiyo tumeanza kuongea, nimeongea naye saa 7, sasa hivi ni saa 3 za usiku. Hajanilipa na wala hajanitafuta. Lakini tumeshaweka appointment ya kukutana naye Jumamosi. Sasa akinitafuta Jumamosi, sipokei simu yake. Sasa hatajua kwa sababu ni nini. Yeye anaona amefanya sawa. Hatajua sababu ni nini. Kwa sababu I am not cheap. So I am not cheap. Mimi sio mtu wa bei ndogo. Ushasikia unasema kwamba kwani kuachana ni bei gani? Ushasikia msemo huo? Kwani kuachana ni bei kwani bei gani kuachana? Kwani bei gani kuachana? Ushasikia msemo huo? Sasa ni hivi. You are not cheap. Wewe sio mtu wa bei ya chini. Na mwenzio vile vile hajioni kwamba ni mtu wa bei ya chini. Na kama hajioni bei ya chini, alafu wewe unamtreat kama mtu wa bei ya chini. Na kwa sababu hajakwambia unajiona mjanja. Unaona mambo yako shwari. Sio kwa sababu mwenzio yuko shwari, yuko kimya, maana yake mambo yako shwari. Sasa napenda nikwambie hivi. Kuna kitu kinaitwa identity consistency. Identity consistency ni kwamba huyu mtu anajithamini. Anapoona kwenye eneo fulani umepwaya, anaona kwamba unamfanya yeye ni cheap, ni wa bei ya chini. Sasa hili kwenye akili ya kichwani halioni. Lakini kwenye akili ya moyo tayari imeshaweka sahihi kwamba huyu mtu hakuthamini, hakuheshimu kutokana na hili alilosema au hili hakulisema, kutokana na hili hakulifanya au hili amelifanya. Kwa hiyo kwenye akili ya moyoni imeweka kumbukumbu. Kwa hiyo ile nervous system, mfumo wa fahamu tayari inakuona wewe ni mtu wa hatari. Ikishaanza kuona wewe ni mtu wa hatari, taratibu inaanza kujiondoa, anajidistance. Anapoanza kujidistance, unashangaa uchangamfu haupo, mawasiliano yanashuka. Endelea kuangalia.